Umewahi kubishana na mtu, ukampa ukweli wote ulio wazi, lakini bado akakukataa? Kuna siri wanayoitumia mabilionea ya kisaikolojia. You must never disagree. Hupaswi kupinga moja kwa moja. Hii ni sheria ya pili ya The Diary of a CEO. Ukijua kuitumia, utashinda kila hoja bila hata ugomvi. Kaa hapo hapo. Kabla sijakufichulia jinsi ya kutumia silaha hii ya kisaikolojia, bonyeza subscribe na uweke like. Tayari? Asante. Twende kazi. Hebu tuingie ndani ya ubongo wa binadamu. Kwa nini unapomwambia mtu hapana au umekosea, mambo yanaharibika badala ya kujengeka? Steven Bartlett, kupitia uzoefu wake wa kujenga makampuni makubwa, aligundua kitu kimoja cha kutisha. Binadamu hawafanyi maamuzi kwa kutumia mantiki, logic, bali hisia, emotions. Pale unapotamka neno hapana na kupinga, ubongo wa huyo mtu una sehemu inaitwa amygdala. Hii ni sehemu inayohusika na ulinzi. Inapotambua umempinga, haichukulii kama ni mazungumzo ya kawaida. Inaichukulia ile kauli kama shambulio la kivita. Hapo hapo ubongo wake unaingia kwenye hali ya fight or flight, kupambana au kukimbia. Anajenga ukuta wa zege kisaikolojia. Hata umpe ushahidi wa video, data au vitabu, hata kuelewa tena. Kwa nini? Kwa sababu sasa hivi hubishani na akili yake, unabishana na ego au kiburi chake. Na ego haikubali kushindwa. Bartlett anasema, kumpinga mtu moja kwa moja ni kumwambia wewe ni mwerevu na yeye ni mjinga. Hakuna mtu anayependa kujiona mjinga. Ukifanya hivyo, umeshapoteza ushawishi pale pale. Hebu tuweke hii kwenye maisha yetu ya kila siku. Fikiria uko kazini au kwenye biashara. Mteja anakuja, anatazama bidhaa yako, halafu anasema, hii bidhaa yenu ina bei kubwa sana, mnatuibia. Kama wewe ni mfanyabiashara wa kawaida, utamrukia na kumjibu, hapana bosi, hatukuibii. Bidhaa yetu ina ubora wa hali ya juu na imetoka nje. Umeona ulichofanya? Umempinga. Mteja ataacha kuangalia ubora, ataanza kutafuta sababu za kuthibitisha kwa nini bidhaa yako ni mbaya, ili tu ashinde lile bishano. Matokeo yake, umekosa mauzo. Lakini vipi ukitumia sheria hii ya pili? Mteja akisema bei ni kubwa, unamwangalia na kusema, uko sahihi kabisa, nakubaliana na wewe kwamba kwa kuangalia mara ya kwanza inaonekana ina bei kubwa sana. Na wateja wangu wengi walifikiria hivyo mwanzoni, lakini walipogundua kwamba inawapa matokeo mara 3 zaidi ya zile za bei rahisi, waliona ni uwekezaji sahihi. Boom! Umeona nini kimetokea hapo? Kwanza umemkubalia, validating his ego. Ukuta wa kujihami umebomoka. Pili, umemuongoza kisaikolojia mpaka kwenye hoja yako bila yeye kujua. Mfano mwingine uko kwenye mahusiano au urafiki. Mwenzako analalamika, hujali kuhusu mimi siku hizi. Ukisema, sio kweli, mbona jana nilikununulia zawadi? Hapo umeanzisha vita ya 3 ya dunia. Kwa nini? Kwa sababu umepuuza hisia zake. Njia sahihi ni kukubali hisia zake kwanza. Inaumiza sana kuona unajisikia hivyo, na nakubali labda nilikuwa busy sana wiki hii. Hebu niambie, nifanye nini tuboreshe? Hii sio udhaifu. Huu ni ushawishi wa kiwango cha ujasusi. Sasa, unawezaje kuitumia sheria hii ya pili kwenye maisha yako kuanzia leo? Kuwa mtawala wa mazungumzo yoyote kwa kufuata hatua hizi 3. Hatua ya kwanza, tumia mbinu ya yes and technique. Ondoa neno lakini, but kwenye msamiati wako. Unaposema upo sahihi lakini, lile neno lakini linafuta kila kitu ulichosema mwanzo. Badala yake, tumia neno na. Mfano, nakubaliana na wewe, na nafikiri tukiongeza na hiki itakuwa nzuri zaidi. Hatua ya pili, tafuta eneo la kukubaliana. Find common ground. Hata kama mtu anaongea utumbo kiasi gani, tafuta 1% tu ya ukweli kwenye maelezo yake na ukubaliane nayo. Mwambie, umeona kitu kizuri sana hapo, au naelewa kabisa kwa nini unafikiria hivyo.
Akijisikia amesikilizwa, atakusikiliza. Hatua ya 3, uliza maswali ya kumwongoza, Socratic questioning. Badala ya kumwambia amekosea, muulize maswali yatakayomfanya yeye mwenyewe aone amekosea. Muulize, umeelezeaje udhao hulo vizuri? Vipi kuhusu upande huu, umeufikiriaje? Hapa utamfanya abadili misimamo yake na kuhisi ni yeye ndiye amegundua jibu. Sasa, hapa kuna siri moja kubwa sana ambayo watu wengi wanaikosea. Tega sikio. Watu wengi wanafikiri kwamba kutokumpinga mtu moja kwa moja inamaanisha wewe ni mnyonge, inamaanisha umekubali kushindwa au umeamua kuwa yes man, kukubali kila kitu. Hapana. Kukubaliana kimstakati sio udhaifu, ni nguvu ya juu sana ya kudhibiti akili. Fikiria mchezo wa kuvutana kamba. Kama mtu anavuta upande wake kwa nguvu zake zote na wewe ukavuta kwa nguvu, mnatumia nguvu nyingi na hakuna anayesoga. Lakini nini kinatokea kama ukiachia kamba ghafla? Yule anayevuta ataanguka chali. Hivyo ndivyo inavyokuwa unapokataa kubishana. Unamnyang'anya mpinzani wako nguvu ya kujihami. Unaiachia kamba. Ghafla anajikuta hana cha kupambana nacho. Anapunguza hasira. Na sasa anakuwa tayari kukufuata unakotaka wewe. Kama Steven Bartlett anavyosema, hauwezi kumbadilisha mtu kwa kumpiga vita. Unambadilisha kwa kutembea naye upande wake, kisha kumshika mkono na kumwongoza kwenye njia yako. Sheria hii ya pili ya The Diary of a CEO ni hatari ukijua kuitumia. Usibishane na ego, ongoza mantiki. Kama umetazama video hii mpaka sekunde hii, andika neno ushawishi kwenye comments hapo chini ili nijue wewe ni miongoni mwa 1% ya watu wanaotaka kweli kujiboresha. Je, unataka nifanye uchambuzi wa sheria ya 3? Niambie kwenye comments. Hakikisha umesubscribe, like na kushare video hii kwa mtu anayependa sana kubishana ili imsaidie. Asante kwa kutazama. Tukutane kwenye